Ndugu zangu katika ibada, sisi hatukuletwa tuje tule tu, sisi hatukuletwa tuje tunywe tu, sisi hatukuletwa tuje starehe duniani. Kuna lengo kuu, nako ni kudumu katika ibada mpaka kufa kwako. Waabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin, dumu katika kumwabudu Mola wako tabaraka wa taala mpaka mauti ya kufike. Hakuna season kwamba hapa itakuwa wewe umeachiwa kidogo, una uwezo wa kufanya unavyotaka wewe. Haipo season hiyo. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى كما أمرنا بذلك عز وجل في كتابه الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أيها المباركون, ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, maudhui ya khutba yetu itasomeka kama ifuatavyo: al-ibadatu dhahiratun daimatun mustamirra fi hayati al-insani kulliha. Ibada ni jambo endelevu katika maisha yote ya mwanadamu. Ibada ni jambo endelevu katika maisha yote ya mwanadamu. Maudhui hii tumeichagua kutokana na waqi na hali halisi za Waislamu baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, sisi wanadamu kuumbwa kwetu kulikuwa na kusudio kuu kwa Allah tabaraka wa taala, na kulikuwa na makusudio mengine madogo madogo, ambayo hayo makusudio madogo dogo ndiyo ambayo yanapelekea kukamilisha kusudio kubwa la Allah tabaraka wa taala, kumuumba mwanadamu na kumfanya khalifa katika ardhi hii. Allah tabaraka wa taala katika surati Dhariyati anatuambia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sikuwaumba watu na majini isipokuwa kwa lengo kuu la kuniabudu,
sihitaji kwa wao riziki, wala sitaki kwa wao wanilishe. Mimi Mola wao ni mwenye nguvu kubwa sana. Kwa hiyo kusudio kubwa la Allah tabaraka wa taala kumuumba mwanadamu na kumweka katika ardhi hii, alitaka Allah tabaraka wa taala maisha yake yote mwanadamu afungamane na maamrisho yake, na maisha yote ya mwanadamu yaepukane na makatazo yake. Haya mengine ni ziada ya kumfanya mwanadamu afikie kwenye lengo kuu la Allah tabaraka wa taala la kuabudiwa. Ukiangalia katika surati Taha, maneno ni hayo hayo. Allah tabaraka wa taala anasema, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Amrisha jamaa zako ewe Muhammadi, amrisha familia yako ewe Muhammadi, waamrishe katika swala zima la ibada ya swala. Allah tabaraka wa taala hapa ametaja katika ibada muhimu kabisa katika ibada ambazo amepewa mwanadamu. Hakutaka kuleta umuman, ameleta takhsis katika hiyo ibada ambayo ndiyo kusudio la mwanadamu kuumbwa kwake. Allah anamwambia amrisha familia yako katika ibada ya sala, wastabir alaiha, na ubaki na subra katika jambo hilo. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, kwa sababu ibada ya swala ni ibada nzito isipokuwa kwa wale wenye unyenyekevu kwa Allah tabaraka wa taala. Wewe unapofika alfajiri watakiwa utoke nyumbani kwako uende msikitini ukaswali. Inapofika adhuhuri watakiwa ufunge biashara zako uende msikitini ukaswali. Ikifika la asiri, kama uko kwenye mapumziko, uache mapumziko ukaswali. Magharibi hivyo hivyo, urudi tena. Isha hivyo hivyo, maisha yako yote hivyo hivyo. Jambo hili linahitaji subra ya hali ya juu. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, ibada ya swala ni nzito isipokuwa kwa wale wenye unyenyekevu wa nyoyo kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume, wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha, amrisha familia yako kuswali. Kwa nini amekimbilia Allah kwenye ibada ya swala hali ya kuwa ibada ni nyingi? Ibn Taymiyyah katika kuelezea ibada akasema, al-ibadatu kullu ma yuhibbu Allah wa yardah min aqwalin wa af'alin dhahiratin wa batinatin. Ibada huwa ismu jami', ni neno lenye kukusanya vitu vingi, ndiyo maana ya ibada. Ibada sio swala peke yake, ibada sio saumu peke yake, ibada sio birrul walidaini peke yake, ibada sio haji peke yake. Huwa ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibada ni kila jambo ambalo linamfurahisha Allah na analiridhia, katika kauli ukizungumza, katika matendo ukitenda, kama viko kwenye munasaba wa kumfurahisha Allah na kuvipenda Allah, hivyo basi vinachukuliwa ni ibada na unapata jaiza kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini Allah tabaraka wa taala katika kuizungumzia ibada kwamba mwanadamu adumu katika hilo, akakimbilia haraka kuizungumzia sala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alaiha, amrisha familia yako kuswali na usubiri katika hilo, uvumilie katika hilo. Kuna madhila utakayoyapata katika jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu sala, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha salahat salaha al-a'malu kulluha. Sala inapotengamaa basi matendo mengine yote yanatengamaa. Sala inaponyooka basi matendo mengine yote yananyooka.
Kwa hiyo ndiyo maana katika Qur'ani Allah tabaraka wa taala akakimbilia haraka kuizungumzia swala, kwa sababu ukiswali ukweli wa kuswali, basi funga hizi za sunna hazitokupita. Hutozungumza urongo, hutotukana, hutofanya maasi ya mbalimbali, bali wewe itakuwa swala yako inakuelekeza katika kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, kwa sababu sala zako zimenyooka. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Sala kawaida yake ni kumtengeneza mtu akayachukia machafu, ndiyo kazi ya swala. Lakini hizi swala tunazoswali sisi, je, ndio hizi swala tunazoswali sisi ambazo Allah tabaraka wa taala ametusifia swala, ibada ya swala kwamba tanha anil fahshai wal munkar? Swala humtengeneza mtu automatically akachukia kila aina ya baya, akapenda kila aina ya zuri. Ndiyo kazi ya swala. Kama sisi hatujafikia huko, maana yake bado tunakuja kuzama na kuenuka, lakini hatujafikia katika ibada ya swala. Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa. Allah tabaraka wa taala anasema suala la riziki duniani hapa mwachieni yeye. Usijitie kimbelembele, wakati wa swala umefika wasema wateja ndio wengi, eti kwa sababu utakuwa unafaidika kutafuta riziki. Sio kazi yako. Waweza ukawahudumia wale, lakini ukawa umepata ghadhabu za Allah tabaraka wa taala, kipato kile kikawa hakina manufaa, kwa sababu ukuchunga amri ya Mola wako tabaraka wa taala. Waweza ukapoteza wateja kwenye ibada yako, kwenye biashara yako, kwa sababu ya kukimbilia kumridhisha Mola wako katika ibada yake ya swala, lakini kile kichache utakachokipata na utakachokikuta kikawa na baraka kubwa kutoka kwa Mola wako tabaraka wa taala, kwa sababu ulifunga biashara yako ukakimbilia kwenye ibada ya kumridhisha Mola wako. Swala la riziki hapa duniani, Allah tabaraka wa taala asema ni jukumu lake, siyo jukumu lako. Suala la utafutaji, tafuta katika misingi ile anayoridhia Allah. Kukupa kutokupa sio jukumu lako, ni Mola tabaraka wa taala ndiye ambaye ametaka hivyo na atakavyokupa hivyo. Ndugu zangu katika imani, ibada ndiyo maisha halisi ya Muislamu anapokuwa duniani. Muislamu ambaye hana ibada hasa ya swala, Muislamu huyo hana tofauti na asiokuwa Muislamu. Tofauti yao itakuwa katika majina. Yule aitwa Maryam, yule mwingine aitwa Angelina. Yule aitwa Muhammad, yule mwingine aitwa Joseph. Ni tofauti yao. Katika mizania ya Allah tabaraka wa taala hawana tofauti sana hao, kwa sababu tumebadilisha al-ahamu tumefanya ni muhimu, na muhimu tumefanya al-ahamu. Dunia na utafutaji ni muhimu kwetu sisi, bali sheria imetutaka sisi tutafute, kwa sababu ni jambo muhimu lenye kupelekea katika ahamu. Lakini ibada ni ahamul ashya, ndiyo jambo muhimu zaidi kuliko chochote unachokiona kwenye macho yako. Ibada ndiyo bora ya kila kitu katika macho yako unachokiona. Kama una ibada, basi mengine yote unayoyafanya itakuwa ni habaa manthura mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini tumechagua maudhui hii? Al-ibada dhahiratun daimatun mustamirratun fi hayati al-insani kulliha. Kwa nini tumeichagua maudhui hii? Tumeichagua makusudi. Leo maisha yetu ukiangalia katika mujtamaa wa Kiislamu ni tofauti na maisha tuliyokuwa tukiishi ndani ya Ramadhani. Maisha tuliyokuwa tukiishi ndani ya Ramadhani, kwa kumbushana, maisha tuliyokuwa tukiyaishi ndani ya Ramadhani
yalikuwa maisha halisia ya Muislamu. Maisha tunayoishi baada ya Ramadhani ni maisha feki kwa Muislamu, maisha feki. Katika mwezi wa Ramadhani, khatibu kapanda juu ya mimbari, waweza ukakosa kwa kuweka mguu ndani ya msikiti, waweza ukakosa sehemu ya kuweka mguu ndani ya msikiti. Kila mmoja aililia nafsi yake katika kujichumia kumridhisha Mola wake tabaraka wa taala. Kila mmoja ana hamasa ya kuonyesha juhudi zake katika kumtumikia Mola wake tabaraka wa taala. Kila mmoja ana furaha aitikiwe yeye mbele na Mola wake tabaraka wa taala katika yale anayoyafanya. Lakini baada ya kuondoka Ramadhani, kila mmoja amekuwa ni mwerevu sasa ya kutafuta maisha feki ya kuekti, abakia na Uislamu feki. Tuna mifano mengi. Angalia dada zetu walivyokuwa wakienda masokoni mwezi wa Ramadhani. Angalia, utamkuta dada wa Kiislamu, walillahi alhamdu walman, utakuta binti wa Kiislamu alivyovaa na alivyojipamba, waweza ukasema kwamba kesho napeleka posa mimi kwao. Binti huyu yaonekana maadili yake alhamdulillah. Mabinti wote wapendeza, wamejipamba na amri ya Mola wao. Kila binti alijipamba na amri ya Mola wake. Ya ayuha nabii, ewe nabii, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Ewe mtume, ewe nabii, hii ni amri, anaambiwa mtume awaambie. Ewe mtume, sema kuwaambia wake zako na mabinti zako na wanawake wa Kiislamu, yudinina alayhinna min jalabibihinna, wajifunike na maguo yao. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, kufanya hivyo ndiyo uchache ya kujulikana heshima zao, wakaacha kuudhiwa katika manjia wanaopita. Mabinti wa Kiislamu, wake wa Kiislamu, madada wa Waislamu. Aya hii ilifanya kazi vizuri sana katika mwezi wa Ramadhani. Aya hii ilifanya vizuri sana katika mwezi wa Ramadhani. Wakutana na mtu akusalimia, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Wavuta sura, ni nani huyu? Akwambia umensahau, si mimi Mwantumu, si mimi Zainab. Ni wewe dadangu, kumbe Zainabu. Masha Allah, Allah kubariki. Umekutana na Mwantumu, umekutana na Zainabu ndani ya Ramadhani, umemsahau. Kwa sababu gani? Kila mmoja moyo wake aliulainisha kutaka kupata radhi za Mola wake. Lakini kakutane na Mwantumu leo, kukutane na dada yako Zainabu leo, kakutane na Mwanaisha leo, uangalie namna ilivyovunjwa aya ya Allah tabaraka wa taala, aya ambayo ilikuwa wote wamejifungamanisha nayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yutinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Njoo kwa vijana huku, alhamdulillah, mwezi wa Ramadhani wengine wanakutwa na adhana ndani ya msikiti. Pale muadhini anapoanza Allahu akbar, kidume cha piga tahiyat masjid ndio kimeingia msikitini hapo, chakutwa na adhana, yuko ndani ya msikiti. Akimaliza hapo, kama ni adhuhuri, atapiga raka zake 4 za kablia, anasubiri takbiratul ihram ya imamu akiwa yuko nyuma ya imamu.
Akimaliza hapo hajali kwamba kuna biashara kule, labda atapiga kata yake moja ya Qur'ani. Baada ya hapo atasalimia mwenziwe, atamsikiliza shida zake. Baada ya hapo ndio anapata fursa ya kwenda zake kwenye biashara zake. Njoo muangalie Abdallah wa leo, njoo muangalie Muhammad wa leo katika utekelezaji wa ibada za Mola wake na maamrisho ya Mola wake. Mpaka siku ya Ijumaa imamu anapanda, khatibu anapanda, wengine ndo wanaondoka maskani wanakuja misikitini. Na sio hilo tu, khatibu ataanza hutuba ya pili, wengine ndo wanakimbilia mbio. Sio hilo tu, imamu ataanza kuswalisha aljuma hapa, wengine ndo wanakuja mbio. Wajiuliza, wale waislamu tuliowaona na hima kubwa katika mwezi wa Ramadhani, sasa hivi tumebadilishiwa, tumeletewa wengine nini? Sio wale kina Mwanaisha, sio wale kina Abdallah, sio wale kina Umar. Tumeletewa waislamu wengine katika miji yetu nini? Maana yale waliokuwa wakiyafanya katika mwezi wa Ramadhani, kuchuma mema na kumridhisha Mola wao tabaraka wa taala, yote wameiweka kushoto. Wameanza information mpya, wameanza taratibu mpya za maisha feki ya Uislamu. Uislamu ni nidhamu, Uislamu ni utaratibu. Lazima tuende na utaratibu ule ule tulioukubali kama Muislamu. Maadamu umeukubali Uislamu, basi dumu katika taratibu za Uislamu. Ndugu zangu katika ibada, sisi hatukuletwa tuje tule tu, sisi hatukuletwa tuje tunywe tu, sisi hatukuletwa tuje starehe duniani. Kuna lengo kuu pamoja. Haya pia ni malengo madogodogo, lakini haya yanapata heshima pale lengo kuu la Allah tabaraka wa taala likitimizwa na Muislamu, nako ni kudumu katika ibada mpaka kufa kwako. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, dumu katika kumwabudu Mola wako tabaraka wa taala mpaka mauti ya kufike. Hakuna season kwamba hapa itakuwa wewe umeachiwa kidogo, una uwezo wa kufanya unavyotaka wewe. Haipo season hiyo. Hakuna wakati ambapo wewe sheria itakufumbia macho ufanye unavyotaka, wakati huo hamna. Tokea kupata ufahamu wako, utaenda hivyo hivyo mpaka kuingizwa kwenye kaburi lako, ili upate radhi za Mola wako. Basi udumu katika yale aliyoyakusudia Mola wako, wa kukutoa huko kusikojulikana akakuleta katika ulimwengu wake. Yule aliyokutoa huko usikokujua, maana tumekuja tu hapa lakini hatujui tutoka wapi. Tuambiwa tu tumepita kwenye migongo ya wazazi wetu, tumepita kwenye rahimi za mama zetu, tumekaa kwenye matumbo ya mama zetu, lakini hatukujui huko, wala tuwezi kusifia kulikuwaje. Nani alitutoa huko? Allah tabaraka wa taala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah ndiyo ametutoa huko, akatupa nyenzo zote za kuishi hapa duniani. Hakututoa tu kama mijidude alafu tuje hapa tubabaishe kufuata mifumo tofauti tofauti. Hapana. Allah alivyotutoa huko tukusikokujua, alipotuleta hapa akatujalia kuwa na masikio ili tusikie maamrisho yake na tuyafuate, akatuwajalia na macho ili tuone maelekezo yake na wale wanaotulingania kwenye amri zake, na akatujalia nyenzo ya moyo ili tudhibiti na kutafakari yale tunayolinganiwa nayo katika kufuata amri za Mola wetu. Tuna nyenzo kuu tatu alizotuwekea Allah tabaraka wa taala ili tudumu katika ibada iliyokuwa sahihi. Waja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida, akawatengenezeni macho, masikio na nyoyo ili mpate kufuata, kusikiliza na kuelewa yale ambayo anayataka katika maamrisho yake. Mdumu katika hilo. Sasa ni maajabu
Ikiwa umepewa masikio, umepewa macho, umepewa moyo, lakini mpaka leo hufundishiki, hakuna faida ya kupewa hivyo. Lengo kubwa la Allah tabaraka wa taala kukuwekea viungo hivyo kama nyenzo vya kukufanya uishi kwa utaratibu katika dunia kupitia vyombo hivyo, huvitumii sahihi, yawaje twarudi tena kule kule ambako tulishaondoka huko. Ramadhani ilitufundisha vizuri, tumeondoka huko, lakini bado mpaka leo swala hata ya Ijumaa pia twachelewa. Hata ibada ya Aljumaa Muislamu achelewa. Na Ramadhani tokea kuondoka kwake wala haiko mbali. Mafundisho tuliojifunza, juhudi tulizozifanya, darasa tulizozipata, lakini mpaka leo twathamani muhimu na twaacha al-aham. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Muhammad bin Abdillah Sadiq al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile anatuambia sisi umma wake, muabudu Mola wako mpaka utakapofikwa na mauti. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Watakauseme ibada hii aliyosema Allah ndio hizi tunazozifanya sisi, la hasha, sisi bado tuna magepugepu mengi katika ibada zetu. Hasa ibada ya sala tuna magepugepu sana. Ibada zetu zimekuwa na misimu kama vile homa ya malaria. Kuna wakati inapanda, kuna wakati inashuka. Kuna wakati homa inapanda, kuna wakati inashuka. Ibada zetu sisi mwezi wa Ramadhani, kila mmoja aweza ukambashiria pepo, kila mmoja utambashiria pepo. Jambo zuri kwa sababu ni mwezi wa machumo, lakini yatakiwa spidi hile tuendelee katika maisha yetu yote. Kama uliweza kujizuia na vya haramu, kama uliweza kujizuia na vya halali mwezi wa Ramadhani kuvifanya, washindwa vipi kujizuilia na vya haramu baada ya Ramadhani kuondoka? Ramadhani tuliloletewa na Allah tabaraka wa taala ilikuja kuviharamisha na kuvizuilia kwa muda maalumu vile vya halali. Maana yake mchana usile, sio maana usile chakula cha haramu, hata kile chakula chako cha halali usikile mchana wa Ramadhani. Mchana wa Ramadhani tuliambiwa tusinywe, maana yake tusinywe sio vya haramu tu, hata vya halali tusivinywe. Mchana wa Ramadhani tusifanye jimaa, sio jimaa tu ni haramu, hata kwa mke wako wa halali mchana wake hufai kufanya. Na sote tulisimama katika mstari mmoja wa kusema sami'na wa ata'na. Allah, tumekusikia na tumekutii. Ibada zetu zilikuwa kama ni shahan, basi ilikuwa ni 100% charge imejaa mwezi wa Ramadhani. Lakini cha ajabu, baada ya Ramadhani imeshuka shahani ile mpaka imefikia 10. Wengine betri zao ni 10 tu za ibada. Kuna wengine yapiga alarm kabisa, saa yoyote huyu aweza tukamkosa. Baada ya Ramadhani kashuka kuanzia 100% katika chaji, kaja mpaka kwenye 10% au 5. Ndio hapo mtu ajali. Ramadhani ilikuwa nawahi kwenye Aljumaa, Ramadhani imekwisha, Jumaa kwa kesi lolote si chochote. Ramadhani alikuwa na kablia katika swala, baada ya Ramadhani sasa hivi hana kablia, hana nini. Ramadhani alikuwa haingii msikitini isipokuwa ataswali tahiyatul masjid. Ramadhani imeondoka sasa hivi hana chochote, yuko spidi afukuzana na riziki ambayo wala haiko kwenye mikono yake.
Watu wafukuzana na riziki, watu washindana, alichokuwa nacho fulani na yeye atakawe nacho. Kwa hiyo waona hata ile baadia kuswali yaweza ikamuondolea kupata ile riziki anayoikimbilia huko nje. Kuna watu misikitini waingia wa mwisho na wanatoka wa mwanzo. Kama una tabia hii, wewe uko kwenye hasara, chaji yako imeshuka sana. Yeye siku zote ni mtu wa kukimbilia ibada ya swala, lakini baada ya assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, yeye ndio wa kwanza wa kutoka, kaingia mwisho, katoka mwisho. Ndugu zangu katika imani, kama tulivyosema, tumeandaa maudhui hii kwa lengo la kukumbushana, kwa sababu sisi wanadamu tuna kawaida ya kusahau mapema, na kama tutaachwa bila ya kukumbushwa watu watoka wapi, mara nyingi muda unapokuwa mrefu, jambo lile tunalifanya ndiyo ustaarabu na kawaida. Swala la kuja msikitini baada ya ikama ndio watu wakimbizana. Swala la kuja msikitini baada ya imamu kupanda kwenye mimbari tutalifanya ni kawaida, kama hatutukumbushana. Hiyo sio kawaida. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozungumzia kawaida ya Muislamu inavyotakiwa iwe katika siku ya Aljumaa. Man raha ila masjidin fi saati alula fakaannama qaddama badana. Hii ndio kawaida ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka Waislamu wote wajengeke nayo kama desturi na mazoea katika siku ya Aljumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yule anokuja mapema mwanzo kabisa msikitini siku ya Aljumaa, malipo anayoyapata ni kana kwamba ametoa sadaka ngamia. Yule anakuja mapema kwenye 5:05 hivi, mtu mapema kashafika kwenye 4:30 hivi, mtu kashafika mapema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema malipo anayoyapata kama mtu alionunua ngamia kwa pesa zake alafu akamtoa sadaka. Chinjeni mle nyama hizi, au chukueni hizi mwende kwenye jihadi kama kipando. Waman raha fi saati thania, ama yule anokuja wakati wa kuchelewa kidogo, baada ya hapo mtu huyo fakaannama qaddama baqara, malipo yake kama ametoa sadaka ya ng'ombe. Waman raha fi saati thalitha fakaannama qaddama ghanam, yule anakuja wakati wa 3 kana kwamba ametoa mbuzi. Anakuja wakati wa 4 fakaannama qaddama dajaja, kana kwamba ametoa kuku sadaka yake. Amekuja huyo imamu atakapande tu hapo, au kashapanda ndo haja huyu, malipo yake kama ametoa sadaka kuku. Hebu angalia, kutoka kwenye ngamia, ng'ombe, mbuzi, kuku. Lakini anakuja mwisho kabisa, ndio wale imamu tayari kasha hutuba, hata hutuba ya kwanza amekaa. Mtume asema huyu naye hatu hivi hivi, huyu kana kwamba mtu aliotoa yai sadaka, kijiyai. Wenzao wametoa ngamia, wewe waondoka kwenye Aljumaa, malipo yako kama umetoa sadaka yai. Sasa kuna hao wayai hao, alafu kuna wengine hata ile mbolea ya mavi ya kuku hawapati. Si tumeambiwa mwisho ni yai, mtu kama ametoa yai, si mavi ya kuku pia yatumika? Kuna wengine hata mbolea ya mavi ya kuku hawapati thawabu zake, aja sifuri atoka sifuri. Siku moja tu kwenye wiki, siku moja tu kwenye wiki tumewekewa. Washindwa kujipanga Muislamu siku moja ukatekeleza na kuzitafuta radhi zako za Allah alizozitaka kwako wewe, siku moja tu katika wiki. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atufanyie wepesi katika ibada, tudumu katika ibada. Tumwombe Allah atupe taufiki katika yale tunayoyafanya katika ibada. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atudumishe katika ibada zake, tukiwa ni Waislamu
na atakapotufisha Allah atufishe hali ya kuwa ni waumini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ridha an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin wa nakis a'da'aka a'da'a ad-din wa akhtim lana bi khairin minka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un wa aqimis salah.